Karibu sana katika kipindi kingine hapa Kokoto, na tumekuwa tukihusika kidogo na hisia sasa kwa kipindi, na sasa nataka niende Korani. Tutaangalia Korani na leo tutaangalia Korani ya kwanza ambayo iliandaliwa chini ya Abu Bakr. Hiyo ndo tutakwenda kuiangalia leo na hatua zilizofanyika na sababu ya kuhitaji kufanya hivyo. Kwa hiyo heading zetu ni chache, ni muda wa kuiandaa, sababu ya kuiandaa na waliohusika. Kwa hiyo haitakuwa video ndefu sana, lakini tunataka tupitie hayo mambo. Kwa hiyo tuanze na muda wa kuiandaa hiyo Korani, na hapo tunafuata mapokeo jinsi tunavyoambiwa katika hadithi na katika maelezo mengine ya Waislamu, na tunaambiwa kwamba iliandaliwa mwaka wa 634. Itakuwa ni 12 baada ya hijra au miaka miwili baada ya Muhammad kufariki. Na hiyo ni mapema sana ukizingatia kwamba mwenye ujumbe anafariki halafu moja kwa moja wanaweka katika maandiko. Hiyo ni karibu sana tukifuata miaka hizo. Lakini cha kukumbuka hapa ni kwamba maelezo tunayoyapata ya kwamba ilifanyika mwaka 634 tunazipata na Sahih al-Bukhari, na yeye hakuandika mwaka wa 634, aliandika baadaye sana, almost nafikiri zaidi ya miaka 200 baada ya tukio yenyewe. Na miswada zinazotumika ni yani tuseme muda kati ya tukio na miswada tulizo nazo leo ni karibu miaka 400, nafikiri 500. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Hiyo ni vizuri kukumbuka kwa sababu si ushahidi ya kwamba hayo yote yalifanyika, na ushahidi labda ingekuwa ni vizuri kama tungekuwa nayo, lakini hakuna. Ni maneno ya watu ambayo wameandika muda mrefu sana baada ya tukio yenyewe. Sababu ya hitaji ya kuandika hiyo kitabu sasa, hiyo nafikiri ni vizuri pia kuifikiria. Sababu ya kwanza tunaipata tukisoma katika Sahih al-Bukhari ambayo reference yake ni 49 na 86, na hiyo yote nimeweka katika notes. Unaweza ukaifuatilia ukaisoma katika Kiswahili, Kiarabu na Kiingereza kwenye notes, na kwa Kiingereza na Kiarabu nafikiri, nadhani sikumbuki vizuri, nafikiri nimeweka link, kwa hiyo itabidi uende kwenye link alafu unaisoma kwenye internet, lakini Kiswahili ipo moja kwa moja ndani ya notes. Na mimi hapa nitarejea yale ambayo yanayosemwa katika hiyo sehemu, lakini kwenda kuisoma kinaganaga hiyo nitakuachia wewe mwenyewe ufanye kama unaona unahitaji kufanya hivyo. Okay, tunaambiwa kwamba wengi wao waliokariri Qurani walikufa katika vita vya Yamama ambayo ilifanyika 634 kufuatana na mapokeo. Na Umar aliogopa kwamba vifo vya wataalamu wa kukariri itasababisha Qurani isahaulike au kupotea, maana vita vilikuwa vinaendelea, walikuwa wanazifanya kundi hiyo ya Waarabu, na katika kila vita watu wanakufa, ni kawaida. Sasa wale ambao wamekariri Qurani kama wanakufa, kuna hatari ya ule ujumbe kupotea. Kwa hiyo yeye akaenda akamshauri Abu Bakar aliyekuwa khalifa wakati huo afanye mpango wa kukusanya nyenzo zote ya Qurani, yani maandiko yote anawakuta kwenye mifupa, anakuta kwenye matawi, anakuta kwenye sehemu mbalimbali watu wameandika, na pia alikwenda kuinterview, yani kuongea na watu ambao walikuwa wamekariri Qurani kusudi aweze kupata Qurani yote na halafu kuiandika. Na yeye kwanza alikuwa na mashaka. Abu Bakar hakuifurahia kwanza hiyo wazo, kwa sababu alisema mtume mwenyewe au Muhammad alikuwa hajaifikiria hiyo, hakutuambia tufanye hivyo, kwa nini sisi ndo tunaanza kuleta mambo mengine mapya? Akawa na mashaka, lakini baada ya muda wazo likamkaa, akaona kwamba ni jambo la busara, kwa hiyo akaona ni wazo nzuri. Yeye sasa akamchagua Zaid ibn Thabit ambaye aliwahi kuwa kama karani ya Muhammad, na yeye ndiyo afanye hiyo kazi. Na yeye pia alisema kwamba huyu Zaid alisema kwamba hii kazi kubwa mno, sitaiweza, bora wangeniambia kabisa nihamishe mlima, ingekuwa ni afadhali, uzito usingefikia kazi hii ya kukusanya maandiko yote au maneno yote ya Qurani. Lakini baada ya kufikiria
pia na yeye tuseme akayayuka au akafurahia wazo na akakubali kwamba kuifanya hiyo kazi. Na alifanya kama vile Abubakar alivyofikiria. Alikusanya material ambayo imeandikwa kwenye mawe, kwenye majani, kwenye kipande cha mbao na mifupa wanaambiwa, na pia aliongea na watu. Kwa hiyo mwisho akaanza kukusanya na akaiandika. Lakini tunaposoma rejea zingine pia ambayo tunaikuta katika maandiko ya Kiislamu, tunaona kwamba maandiko au aya na sura za Qurani zilipotea hata kwa njia nyingine, sio kwa kule kufa tu kwa watu katika vita. Kwa mfano tukisoma katika Sunna Ibn Majah 1944 tunaambiwa kwamba Aisha alisema kwamba aya za kumpiga mtu mawe na kumnyonyesha mwanaume, yani kumnyonyesha mtu mwanaume mzima, ilikuwa imeandikwa kwenye karatasi ila mbuzi aliingia akaila wakati tulikuwa tuko kwenye pirika za mazishi ya nabii. Kwamba walikuwa wameandika kwenye karatasi, wameweka chini ya ndani ya kitanda, halafu walikuwa kwenye Muhammad anafariki na wako kwenye pirika hizo na mbuzi anaingia. Kuna wakati imeandikwa ni kondoo anaingia, kuna wakati inaandikwa kwamba ni mbuzi ameingia na akaila. Kwa hiyo ikapotea kwa njia hiyo. Kwa hiyo tuseme kwa sababu hawakutunza hizo aya na hizo sehemu, mambo yakapotea. Na katika Sahih Muslim 10:50 tunasoma kwamba kulikuwepo sura yenye urefu sawa na sura Tauba, au ambayo pia mara nyingine inaitwa El-Barat, ambayo ni sura ya 9, ina aya 129. Sasa imepotea, haipo tena. Sura nyingine iliyofanana na sura za Musabihat, ambayo ni mkusanyiko wa sura ambayo ni kama tuseme ni mkusanyiko wa sura ambayo yanakaa katika kama kundi fulani, na hiyo pia imesahaulika, ilipotea. Kuna rejea nyingi zinazotaja kwamba sura na aya zilipotea. Kwa mfano Sahih al-Bukhari 68 na 29 ambayo inasema hivi, ngoja tuipata hapo. Inasema hivi, imepokewa kutoka Ibn Abbas, Umar alisema, ninaogopa kwamba baada ya muda mrefu kupita watu watasema hatuyaoni aya za rajam, kupigwa mawe hadi kufa katika kitabu kitakatifu. Inabidi nihame kidogo niweze kuisoma kwenye screen yangu hapa. Ngoja nihamishe kidogo nipate vizuri. Okay. Na hivyo wanaweza kupotea kwa kuacha wajibu ambao Allah ametuteremshia. Hakika ninathibitisha kwamba adhabu ya rajam itekelezwe juu ya yule anayefanya zinaa ikiwa tayari ameoa au ameolewa, na kosa hilo limethibitishwa kwa mashahidi au kwa ujauzito au kwa kukiri. Sufyan akaongeza, nimehifadhi riwaya hii kwa namna hii. Umar akaongeza, kwa hakika Mtume wa Allah alitekeleza adhabu ya rajam na sisi pia tulitekeleza baada yake. Kwa hiyo waliona kwamba kuna hatari ya aya kupotea na maelezo ya Qurani kupotea. Na tukiendelea tunaweza kusoma katika Sahih Muslim na rejea yake ni 788a na 788b. Hizo zinasema hivi: Aisha aliripoti kwamba Mtume wa Allah alimsikia mtu akisoma Qurani usiku, ndipo akasema, Allah amrehemu, amenikumbusha aya fulani ambayo nilikuwa nimeikosa katika sura fulani. Kwa hiyo inaonekana Muhammad alisahau baadhi ya aya ambayo alikuwa amefunuliwa. Na nyingine ambayo inafanana na hiyo ni pia ni Aisha anaripoti kwamba Mtume wa Allah alisikiliza usomaji wa Qur'an wa mtu mmoja msikitini, ndipo akasema, Allah amrehemu, amenikumbusha aya ambayo nilikuwa nimesahaulishwa. Kwa hiyo tunaona kuna, ingawa tuseme sababu rasmi ya
kukusanya material yote ya Korani na kuiweka katika kitabu rasmi kusudi wawe nayo kwa kuwadumishe huu ujumbe, ilikuwa ni kwamba watu ambao walikuwa wamekariri Korani walikufa katika vita. Lakini tunaposoma rejea kutoka maandiko ya Waislamu tunakuta kwamba aya pia zilipotea kwa njia mbalimbali, na kwa hiyo bila shaka kulikuwepo sababu, hata ingawa sio sababu hasa au rasmi, pia sababu zingine bila shaka ilikuwepo. Okay, sasa waliohusika, kwanza aliyeleta wazo wenyewe tuliambiwa kwamba ni Umar, na Abubakar aliyekuwa khalifa wakati huo alisimamia hiyo project, lakini pia pamoja na Umar ambaye pia alikuwa ni kama kiongozi mojawapo wakati huo. Zaid ibn Thabit ndio aliandika na kukusanya hasa na kuishughulikia, yani ndio alikuwa anafanya hiyo tenda moja kwa moja. Alafu katika kuhifadhi hiyo kitabu ambayo ilitokea baada ya hiyo kazi, hata Hafsa mke mmojawapo wa Muhammad nafikiri, ambaye alikuwa ni binti wa Umar, tuseme kwanza Abubakar aliitunza, kisha Umar aliitunza, na mwisho huyo Hafsa aliitunza chini ya kitanda yake tunaambiwa. Ninarudia pia kusema kwamba ni muhimu sana kukumbuka kwamba maelezo yote ambayo tunayapata kuhusu tukio hili limeletwa na watu walioishi muda mrefu sana baada ya muda husika, miaka karibu 300, na miswada inayotumika ni ya miaka 400 mpaka 500 baada ya tukio. Hiyo ni muda mrefu sana baada ya tukio yenyewe. Miswada ya asili ya hao watu ambayo tunaambiwa wameandika hayo maneno hayapo leo, isipokuwa ni kopi ya kopi ya kopi, unaona. Kwa hiyo hatuna ile mswada ya asili, na hiyo sio ajabu sana, kwa sababu mara nyingi miswada material iliharibika. Kwa hiyo sio ajabu, na miswada inayotumika ni kutoka karne ya 10 na 11, na haizikuandikwa na Sahih Bukhari, Sahih Muslim au mwingine ambayo nimemtaja katika video hii, isipokuwa ni kopi. Tunaambiwa kwamba ni kopi ya maandiko yao. Kufuatana na maelezo ya mapokeo, hiyo ilikuwa ni Qurani ya kwanza ambayo ilitengenezwa chini ya Abubakar, na ya pili ni ya Uthman. Hiyo tutakwenda kuiangalia siku za mbele. Inawezekana kuna video nyingine katikati ambayo ninapenda kuifanya, lakini hiyo tutaona. Na Qurani ya Uthman tunaambiwa ilifanyika mwaka wa 650. Rejea zote ya video kama kawaida, ukienda kwenye maelezo ya video pale kuna link, unaweza ukaiclick, itakupeleka kwenye PDF file, na pale unaweza kusoma rejea zangu zote ambayo ninazitumia katika video zangu, na pia kuna link ndani ya hiyo document. Ukiclick unaweza ukaenda kuona original ambayo unaipata kwenye internet. Kama ni Kiarabu na Kiingereza unaipata pale. Anyway, kama umefika mpaka mwisho, Mungu akubariki, na bila shaka tutaonana katika video zingine siku za mbele. Asanteni sana.